Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimuni nyote kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye kweli. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo amenineemia kuwa mbele zenu usiku ama jioni ya leo. Naendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ama kwa kibali ambacho anaendelea kunipea kwa ajili ya kulihubiri neno lake kila itwapo leo. Ninamshukuru sana, maana nimepata neema na kibali tena cha kuona mwaka mwingine. Jina lake libarikiwe sana, hapewe sifa sana. Kazi ndio imeanza, tumerudi kazini ama nimerudi kazini tena baada ya ukimya ambao tulikuwepo nao na nilikuwepo nao. Nimekaa kimya kwa muda mfupi, lakini haikuwa kimya ya bure. Ilikuwa ni kimya ambayo imeambatana na sababu kubwa. Tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 2025 tulianza mfungo wa siku 10 hadi tukamaliza tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana nilikaa kimya sana, na ndio maana hata kuposti nilikuwa siposti chochote kwenye status na sehemu zingine zote nilikuwa siposti chochote. Lakini hatimaye ni wakati mzuri tena wa kulihubiri neno la Mungu. Neno lazima lihubiriwe hata kama tunapitia wakati ngumu, hata kama tuna maadui baadhi, lakini pamoja na yote neno lazima lihubiriwe katika mazingira yote, kwa namna yoyote. Lazima tuweze kulihubiri neno la Mungu kivyo vyote vile. Kwa hivyo mwaka huu ni mwaka ambao kwa asilimia kubwa ile hekima ya kibinadamu kwa asilimia zote tutaiondoa ama nitaiondoa. Huenda mwaka uliopita nilikuwa na huruma, nilikuwa na hekima kwa ulimwengu huu, kuona kitu na kukaa kimya. Lakini mwaka huu ni mwaka ambao utakuwa mwaka wa serious, pasina mitani yoyote katika huduma tulionayo. Kwa hivyo niseme kwamba kazi ndio imeanza, pamoja na yote ambayo tutakutana nayo kwenye huduma hii. Tutamshukuru Mungu ama nitamshukuru Mungu kwa yote ambayo nitakutana nayo, ikiwa na maana kwamba hata kama kutakuwa kutokupendwa, hata kama kuchukiwa, mashaka, dhiki, taabu na mengine yote, lakini nitang'ang'ana na hili ambalo nalifanya. Sipendi kuongea kwa sauti kubwa sana leo, hapana. Nataka tu niwe mtaratibu ili tuweze kuelewana. Mwaka huu nyumba ya Bwana ama nyumba ya Mungu, sehemu yoyote, haitakuwa ni sehemu ya wanyang'anyi, sehemu ya michezo, sehemu ya kuuza vitu, sehemu ya wazinzi. Hapana. Binafsi nitahakikisha kwa namna moja ama nyingine, kwa kupata kibali ama kutokupata kibali,
nitahakikisha na kuwa upanga wa moto kwa wabaya ambao watajaribu kuharibu nyumba ya Mungu. Kwa sababu mwaka uliopita kanisani palikuwa ni chaka la wazinzi. Ilikuwa ni sehemu ya zinaa, sehemu ya wabaya kushiriki. Sasa mwaka huu kwa jitihada, kwa nguvu yoyote, nitahakikisha ninakuwa upanga wa moto kwa yeyote ambaye tathubutu kuharibu kazi ya Mungu ama nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Naanza na andiko la Yeremia 26:1. Nikianza pale, mwanzo wa kumiliki kwake Yoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, neno hili lilitoka kwa Bwana kusema, Bwana asema hivi, simama katika uwanja wa nyumba ya Bwana, useme na miji yote ya Yuda wajao ili kuabudu katika nyumba ya Bwana. Sema nao maneno yote ninayokuamuru kuwaambia, usizuia hata neno moja. Labda atasikia na kugahiri na kuacha kila mtu njia yake mbaya, ili niyagahiri mabaya niliyokusudia kuwatenda kwa sababu ya uovu wa matendo yao. Bwana asifiwe sana. Hawa walikuwa wanakwenda kuabudu hali ya kuwa wana maovu, wana mizambi ambayo wanayafanya. Sasa Bwana anasema kwamba wasimame katika uwanja wa nyumba ya Bwana, awaambie wote wanaokuja kuabudu, wanaokwenda kuabudu katika nyumba ya Bwana. Popote mlipo mnaponisikia, kwa sababu mpaka leo hekaluni ama kanisani pamekuwa ni sehemu pa watu wote. Si vibaya, lakini pamefanyika kuwa ni sehemu ya uzinzi na uasharati. Mtu ni mtumishi wa Mungu, lakini yuko tayari kupanda madhabahuni, na huko anajua kwamba kuna dhambi aliifanya, lakini yuko tayari kupanda madhabahuni. Sababu Bwana anasema hivi, waambie watu wao kwamba waache matendo wanayoyafanya. Yaani wanakwenda kufanya, wanafanya, baada ya kufanya wanakwenda kupanda madhabahuni, wanaingia kaluni kwenda kumwabudu Mungu. Mungu yupi? Bwana asifiwe sana. Kanisani ama nyumba ya Mungu mpaka leo, madhabahuni pamedharauliwa mpaka leo. Hata wazinzi wanapanda madhabahuni kuhudumia. Mungu atuhurumie sana. Kuhudumia, wanakwenda kuhudumia. Bwana asifiwe sana. Lakini niseme kwamba enough is enough. Yani itoshe kuwa na huduma za mazoea, itoshe kuwa na huduma za ukawaida, itoshe kumzoea Mungu. Mungu hadhihakiwi kwa namna yoyote ile. Bwana asifiwe sana. Lakini tumekuwa na watu ambao inafika mahala wanamzoea Mungu tito kwa tito, kwamba wanakiri kwamba wanamjua Mungu, lakini kwa matendo wanamkana. Ni wenye machukizo hao, wala kwa kila tendo jema hawafai. Lakini ndio wa kwanza kuabudu, ndio wa kwanza kuliita jina la Bwana, lakini bado hawajaacha matendo yao. Timotheo 2:19 nasema kwamba kila aliitaye jina la Bwana aache uovu. Lakini waovu ndio wahudumu katika shamba la Bwana.
Kwa hiyo ifike mahala tuseme enough is enough. Mwenye dhambi njooni kanisani, sawa, lakini uwe tayari kubadilika kwa kila ambacho naambiwa na kufundishwa kanisani. Sio mnakuja kanisani kwa kuanza kuharibu waliokutaniwa kanisani. Hapana. Ifike mahala huyu Mungu huyu tuache mazoea naye, tuache kumzoea huyu Mungu huyu. Bwana asifiwe sana. Na kama kuna wahubiri ambao hawatahubiri kweli iliyopo, walao mimi nitaongea iliyo kweli. Nitaongea iliyo kweli. Yaani pamoja na madhara yoyote ambayo mtapata, lakini nitasema kweli iliyopo. Sababu nafika mahala tunadharau, yamekuwa ni mazoea sasa. Tunakwenda kuhudumu lakini tunafuata zinaa. Tulimie sana. Wengine ndio wa makanzu, nafika mahala wanakwenda kwenye mikutano aliyakuwa ni wazi. Hebu sikia maandiko haya. Sikia kitabu cha Zaburi 69 mstari wake wa 9, nasema, maana wivu wa nyumba yako humenila. Nishetwa. Bwana asifiwe sana. Ifike mahala watu wa Mungu tuwe na wivu wa nyumba ya Bwana, tuwe na wivu na kazi ya Mungu. Sababu kanisani hapo kutakiwa pawe ni mahala pa wanyang'anyi, pa kila mmoja kuja kufanya mazoea na uchafu wote kanisani. Hapana. Ilitakiwa ni mahala patakatifu pa kumwabudu Mungu, lakini mpaka leo walokole wapagani wote wanajana huko kufanya uzinzi na uasherati makanisani. Mungu aturumie sana. Ifike mahala tuwe na wivu wa nyumba ya Bwana. Wivu wa nyumba ya Bwana utanila kwa namna yoyote. Hebu kwa tumwangalie Yesu. Yohana Mtakatifu 2:17. Nianze tu 15. Okay, naanza tu 14. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kamba, akawatoa wote katika hekalu, na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoheni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Bwana asifiwe sana. Lakini mpaka leo wachungaji wanaona uzinzi unafanywa makanisani, lakini hawasemi chochote. Wezi, uasharati, ukahaba, umalaya, upumbavu makanisani, lakini hakuna anayeongea chochote kati ya wachungaji, wakiogopa kupoteza waumini. Waumini sio wa kwako, ni wa Mungu. Na mpaka leo hadi biashara vya manguo vinafanyika kanisani. Viatu, manguo, makanzu ibadani kanisani eti. Sio soko. Kwa mwaka huu tutapambana sana kwa jitihada zote, kwa namna yote. Yaani kwa namna yoyote lazima tupambane, tutaongea ukweli uliopo. Sababu ifike mahala Mungu tumheshimu. Ifike mahala tuheshimu sehemu za ibada. Maana tumekuwa na mazoea, tumekuwa na ukawaida. Kwa ifike mahala
ifike mahala Mungu tumheshimu kama baba. Biblia iko wazi kwamba mwana umheshimu baba yake. Swali, je, heshima ya Mungu iko wapi? Sisi kama watoto kumheshimu baba. Mungu atuhurumie sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, sipendi kuongea sana, ni kwamba kazi imeanza. Wivu wa nyumba yako utanila. Andiko la mwisho la Zaburi. Mwaka huu tansamea sana, sio mwaka wa hekima. Hapana, si andiko hili. Zaburi 101 mstari wake wa 8. Asubuhi hata asubuhi nitawaharibu wabaya wote wa nchi. Niwatenge wote watendao uovu na mji wa Bwana. Mji wa Bwana. Niwatenge wote watendao maovu na nyumba ya Bwana. Niwatenge wote watendao ubaya na nyumba ya Bwana. Mwaka huu ni mwaka wa ajabu sana. Ni mwaka wa ajabu sana. Sitoangalia sura, cheo ulichonacho. Hapana. Nitakuwa kama upanga wa moto kwa kuwakatilia mbali waovu kwa sababu ya uovu wa matendo yao. Sauti ya mtu lina utungu moyoni anasema, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Yesu mhukumu wa haki, hakimu wa haki, yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawasawa na matendo yake. Na hii ndio maana ya neno Maranatha, na uje Bwana Yesu.